katika jina la Yesu. Ninaomba ya kwamba Roho wa Bwana chukua shukani utawale. Take over, Holy Spirit of the living God. Take over, Holy Spirit of the living God. Take over, Holy Spirit of the living God. Katika nyumba hii chukua shukani. Bwana chukua shukani. Chukua shukani. Ninaomba uwepo wako ushuke Bwana wa mbinguni kwa yeyote ambaye ananisikiza wakati kama huu kupitia mitandao hii Bwana. Ninaomba uwepo wako ushuke. Lord God Almighty, Redeemer Father, Lado Bashata Bazakayanto Kuntalababusa, Tariando Kuntereketa Bakayanta, Lakutabekete Kere Mahanda. Bwana tawala, Bwana tamalaki. Chukua shukani sasa. Katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Zote tuseme amen. Bwana asifiwe. Nimeokoka jioni ya leo. Yesu Kristo ni Bwana. Amelinda moyo wangu na amenihifadhi. Ninamshukuru kwa sababu ya bali ambao amenifikisha. Hakika wokovu hakuna kitu chochote ambacho mwanadamu angeweza kukifanya aweze kuokolewa. Ni neema tu ya Bwana. Ni Mungu tu alitusaidia. Akatuangalia, akatuonea huruma, akatuma mwanawe wa pekee. Ndio sababu mimi na wewe jioni ya leo tuna ushuhuda. Na kupitia hiyo ushuhuda ambao uko ndani yetu, kwa kuamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka, tunapokea wokovu. Na hii wokovu itatufikisha mbinguni. Hakuna kitu kingine. Praise the name of the living God. Na ninataka nikwambie ya kwamba mtu wa Mungu, kuna watu ambao huwa wanasema ya kwamba mimi hakuna kitu kibaya ninasema, hakuna kitu kibaya ninafanya, hata sifikiriagi vibaya, sifanyi magendo, sishukuagi kitu ya mtu, hata siangaliagi watu vibaya, lakini hawajawahi kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Wokovu unakujaga kwa kuamini. Ukiamini, kinywa chako kinaachilia kusema ile kitu ambayo iko ndani yako. Sasa kutoka wakati huo unajulikana mbinguni ya kwamba umeokoka, na hapa duniani unashuhudia watu. Maana salvation is a matter of confession. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo siku ya leo ni siku ya muhimu. Na ndio maana tukafanya ibada kama hii. Ndio tuweze kukumbushana. Maana hii mambo hapo naenda kuongea hapa, mengine unayajua. Tuweze kukumbushana dhamana ya wokovu wetu. What happened on the cross? What is this salvation that we received on the cross? Na nitakulie kukuambia hivi ya kwamba isipokuwa ni msalabani Yesu alikufa, hatungeweza kuokolewa. Kama angekufia kwa barabara ama akufia akichapa viboko, kama hajasulubishwa, wokovu haungetufikia. Na kwa hivyo the cross is the source of our salvation today. Na ndio imeshikilia Christianity. Without cross there is no Christianity. Praise the name of the living God. And Christianity is not a religion. Get me well. Christianity is not a religion. Amen. Christianity is a kingdom. Na kwa hivyo Yesu Kristo kwa kukufa msalabani, hakuna religion yoyote alileta. Hakuleta CFF, hakuleta PCA, hakuleta kitu kingine yoyote. Alileta the kingdom of heaven here on earth. Bwana asifiwe. Sasa siku ya leo, wakati ambapo tunaangalia mambo ya gharama ya wokovu wetu, ama tunaangalia ni nini ambacho kilifanyika tukapata wokovu, ni vizuri mtu wa Mungu uelewe ya kwamba pasipo kumwagika damu hakuna wokovu. Tukiangalia deliverance ya kwanza ama wokovu wa kwanza ambao Mungu alifanya, alitabisha ishara na miujiza. Na finally watu wakaambiwa kwamba wachinje mwana kondoo wa mwili moja ama laki moja, si wa madoadoa, mwili moja. Na wakati ambapo wameshinja, wapake katika malango yao hiyo damu. Praise the name of the Lord. Na wakati ambapo malaika wa kifo atakuwa akipita, nataka nikwambie ya kwamba akiona hiyo damu anaruka. Na ndio maana ikaitwa pass over. It is skipping over. Praise the name of the living God. Kwa hivyo damu inasimama kama mark of salvation. Wakati ambapo tumeokoka, hii damu inafanyaka kazi ndani yetu. Inaanza kuzungumza ndani yetu. Tunaoshwa na hiyo damu. Wakati ule haikuosha watu, ilipakwa katika malango.
Na nakwambia kabisa Yakoba, the firstborns of the Egypt, pamoja na vitu zao wote waliuawa. Lakini Israeli hakuna hata kamoja kaliguzwa namna hii. Walitokea vizuri. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo, there is no salvation without the blood, and there is no redemption without salvation. Praise the name of the living God. Na jioni ya leo nilikuwa nataka nifanye part 1 ya hii ujumbe kwa sababu masaa yetu ni machache. Na nikuambie mambo machache ambayo yalifanyika kwa msalaba, na nikiyataja nitaweza kukuelezea ni kwa nini yalifanyika. Na kwa hivyo nikiomba Yakoba nikukaribishe uweze kusoma haya masomo pamoja na mimi. Na naamini Yakoba itatusaidia na tutakuwa wakubarikiwa katika jina la Yesu. Kwa hivyo mahali popote ulipo ninakukaribisha sana. Na kwa sababu sikuoni, ni vizuri unaniandikia ka message ama una like na una comment hapo, ndio ninaweza kuona Yakoba tuko pamoja na Bwana ataweza kukubariki. Na sasa tushukuru Bwana kwa sababu ya hii neno. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya hii neno. Ninapozungumza kwa watu wako, ninaomba Yakoba Roho Mtakatifu afanye kazi katika mawazo na mioyo yao. Na hakuna sauti nyingine Bwana itasikika kuanzia sasa. Ni sauti ya neno lako na Roho wako Mtakatifu. Katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. Tutaanza kusoma katika Matthew chapter 27. Kwa sababu tutaanza na kichwa. Tuone ni kitu gani ambao kilifanywa. Ndio sisi mawazo yetu na akili zetu, kichwa yetu iweze kuwa kizuri. Kwa sababu kichwa ndio inaongozaka mwili. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo mambo yote ambayo yalifanyika, tutaanza pale kwa msalaba, ni kitu gani ambao kilifanyika na tujue kilifanyika kwa sababu gani. Na sasa tukijua kilifanyika kwa sababu gani, tunajiuliza swali moja: is it working for us? Inafanya kazi kwa sababu yetu. Praise the Lord. Na sasa hapa tukiweza kusoma hii maandiko, Biblia inasema when they had twisted a crown of thorns. Ninasoma Matthew chapter 27 verse 29. Matthew 27:29. Biblia inasema when they had twisted a crown of thorns, they put it on his head and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. Naomba tufikishe hapo. Na tukifikisha hapo, tuangalie katika pale Genesis chapter 3 mstari wa 18. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Adam wa kwanza alifanya dhambi, mshaka iliweza kulaaniwa kwa sababu yake. Na ataambiwa hivi, ukisoma hiyo Genesis chapter 3 verse 18, ya kwamba wakati wote ambapo atakuwa akifanya kazi katika shamba, katika mshaka, ile kitu ambayo itakuwa ikitoka ni thorns, na kitu ya pili ni thistles. Praise the name of the living God. Ama itakuwa ikitoa mipa na michokoma. Na hiyo ni kusema ya kwamba wakati atakuwa akifanya kazi, maanake Adam alikuwa amewekwa katika shamba la Eden, ndiye akafanya kucultivate ama kufanya kazi katika ile shamba. Na sasa hapa tumepata Yakoba sasa amekosana na Mungu na amelaaniwa na amefukuzwa katika ile shamba, lakini hakufukuzwa katika dunia. Amen. Na kwa hivyo ile kazi alikuwa anajua ya kulima aliendelea tu kufanya. Lakini ile kitu ilifanyika ni kwamba wakati ambapo atakuwa akifanya hiyo kazi, itakuwa ikileta mambo ambayo ni mashuku, mambo ambayo hata tamani kuyashika kwa mikono yake. Tazama, Biblia inasema ya kwamba Mungu atabariki kazi ya mikono. Sasa nani anaweza kushika mijogoma na mikono namna hii? Nani anaweza kushika mipa na mikono namna hii? Hakuna. Praise the name of the living God. By the way, tunaondoka pole maana haiwezi kutusaidia. In other words, aliambiwa Yakoba sasa kuanzia hiyo wakati, ile vitu ambazo atakuwa akipata ni vitu ambazo ni kali, hazina faida kwake, maana yake miba ni kutupwa inatupwa. Ni ukweli ama si ukweli? Lakini hapa tunaona kitu moja. Yakoba ile crown ambayo Yesu Kristo aliwekwa kwa kichwa ilitengenezwa na hiyo miba ambayo Adam aliambiwa Yakoba ndio itakuwa ikitoka kwenye shamba. Na kwa hivyo the Roman soldiers bila kujua wakaenda wakachukua zile vitu. Amen.
ambazo zilikuwa katika ile laana ya kwanza, wakaweza kutengeneza nazo crown, wakaiweka juu ya kichwa ya Yesu Kristo. Praise the name of the living God. Na si kusema ya kwamba wakati huo hakukepatikana vitu ambazo zingekuwa comfortable kutengeneza crown, lakini lazima hii laana ya kufuna michokoma na miba ingevunjika. Na kwa hivyo lazima Roho wa Mungu akifanya kitu ambacho kitafanya kilingane na kuvunja hii laana. Bwana asifiwe. Maana kutengeneza crown ama kutengeneza kitu ya laudi inafanana na kichwa ya mtu kwa miba si rahisi. It is not easy. Actually, it is not even comfortable. Lakini hiyo ndio waliongozwa na Mungu kufanya, ndio kwenda ibada ama kutolewe sacrifice ya kwanza ya kuharibu laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ni kusema ya kwamba sasa wakati ambapo wamechukua hiyo, wameiweka katika kichwa cha Yesu Kristo. Ile miba ukisoma vizuri, wale ambao wamesoma history wanasema ya kwamba ilikuwa inapigiliwa katika kichwa na ilikuwa na urefu mzuri. Na kwa hiyo ile miba ilianza kuingia. Ndio hiyo crown iweze kushika kichwa vizuri na kwa sawa sawa. Ilipigiliwa ikaingia ndani. Na kwa hivyo ile miba ilishika damu ya kichwa cha Yesu Kristo. Praise the name of the living God. Sasa nikifika hapo nikueleza ya kwamba kila damu ambayo ilipowagika kwa msalaba ilikuwa na sababu yake. Itakuwa sawa sawa kabisa. Na hapa kuna laana ambayo inavunjwa ya kufanya kazi, badala ya kupokea mambo mazuri unapokea mabaya. Unaolima badala ya kupokea mazao ambao unaweza weka kwa raha na preserve na ikusaidie baadaye. Mtu anapata miba, anapata michokoma, anapata vitu ambazo hazina faida. Na hiyo laana ndio Yesu Kristo alikuwa anadili naye pale kwa msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuanzia hapo ninataka nikuambie ya kwamba mpendwa, ile kazi ambayo tunafanya gharama yake imelipwa vizuri. Mikono yetu imebarikiwa. Mshaka yetu imebarikiwa. Na ninaomba ya kwamba kuanzia siku ya leo na kuendelea katika jina la Yesu, mchaka ya mahali ambapo uko ikukubali. Maana gharama yake ilipwa. Amen. Na sasa kuanzia sasa upokee matokeo mazuri kwa ile kazi ambayo utakuwa ukifanya. Ukifanya biashara usipate miba. Miba ni ile hasara ambayo inafanya mtu akose kulala. Ni unafanya biashara unakaa katika madeni ambayo inafanya ukose usingizi, unapata stress, hauwezi ukaishi vizuri. Praise the name of the living God. Na mambo mengine kama hiyo. Sasa kuanzia leo nataka uelewe ya kwamba maana yake kuna shetani ambazo tunafukuza kupitia ufahamu kama huu. You are not supposed to do business. Alafu ikulete miba ama ikulete thorns and thistles. You are supposed to get profits. Hallelujah. Na sasa wakati ambapo tumeelewa hivyo, ni vizuri unaambia hata ile kazi ambayo unafanya. Ukifika hapo unaambia mshaka yako, wewe gharama yako imelipwa. Unaambia kwamba ile kitu ambayo nitapokea hapa, ukipokea hasara, yaambia kwamba this is not what was done on the cross. Ile kitu ilifanywa kwa msalaba sio miba. Praise the name of the Lord. Maana yake hasara ni miba. Is gone. Kuibiwa ni gone. Amen. Bwana asifiwe sana. Kukopa watu wanaenda na pesa zako. Ukiangalia kwa kitabu namna hii, wewe usione kama ni kitu rahisi. Si rahisi na si kawaida. Unajua ya kwamba kuna jambo ambalo linaendelea si mzuri. Maana si kila mtu atakulipa. Utakaa hapo ukihesabu, unaona watu wako na milioni yako, lakini unalala bila kitu, hata chakula hakuna. Na ni watu walikopa. Ni mwiba. Bwana asifiwe. Sasa nikitoka hapo, maana walitumia zile vitu ambazo zilikuwa zimelaaniwa kutengeneza hiyo kitu ndio hiyo laana iondoke. Sasa nataka niseme kitu kingine ya kwamba wakati ambapo miba ilikuwa inadugwa katika kichwa. Kichwa kimebeba nini? Kimebeba masikio, kimebeba macho, kimebeba mapua na hata mdomo. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo damu inatoka juu, mahali ambapo inaweza kuingia ndani ni kwa masikio. Na pia inaweza kuingia kwa macho, lakini pua haiwezi kuingia. Na mdomo haiwezi kuingia.
Praise the name of the living God. Sasa nikifika hapo, kwa sababu kuna mambo ambayo nataka nikuelezee. Wakati ambapo mawazo yetu yanafanywa iligane ama tuanze kufikiria kama vile ambavyo Yesu alikuwa anafikiria. Hapa ndio dhabihu ilikuwa inatolewa. Hapa ndio sacrifice ilikuwa inatolewa. Wakati ambapo damu ilikuwa inamwagika kutoka kwa kichwa, maana yake iliingia ndani kabisa. Hii mipa ilikuwa na uwezo wa kuingia ndani ya nyama hizi za kichwa. Damu ikaanza kububujika kutoka kwa ile kichwa na ikatoka kabisa. Ile kitu ilikuwa inafanyika ni transfer akili zetu, kwa sababu zilikuwa corrupted at the Garden of Eden. Wakati ambapo mtu aliongea na Shetani, mawazo yake iliharibika na akaanza kufikiria. Ndio maana imeandikwa hapo kwamba ukisoma ile historia ya nyoka na Eve, inasema ya kwamba mkikula hii mti mtakuwa werefu kama Mungu, mtakufa. Nyoka ikasema ya kwamba hamtakufa, ile kitu mtafanya mtakuwa werefu kama hiyo Mungu. Sasa hii mawazo ndio Mungu alikuwa anadili naye hapa katika msalaba tu. Wakati hiyo crown inawekwa katika kichwa, damu inatoka, ni hiyo mawazo inafanywa kazi. Kwa hivyo kuna transfer ambayo inafanyika kutoka kwa mawazo yetu ya kawaida, our corrupted, our fallen nature of mind, sasa inakuwa transformed ama inabadilishwa, ndio tuanze kuwa na mawazo kama ya Kristo. Bwana asifiwe. Na tukisoma katika Philippians chapter 2 verses 5 inaongea kuhusu attitude, na inasema ya kwamba tukue na attitude kama ile ambayo Yesu alikuwa naye. Sasa hii attitude tunaipata hapa. Attitude ni mtazamo, ni kuanza kuona mambo kama jinsi ambavyo Yesu Kristo alikuwa anaona. Amen. Na katika kuona kwake, hakuna mahali ambapo tunapata Yesu Kristo alikuwa ameona mambo mabaya. Ingawaje alikuwa wakati wa kukufa kwake, kuna wakati ambapo alipata shida na akapata pain kubwa, kwa sababu alijua ile kitu iko mbele zake. Alikuwa anamalizia kwa kuomba kuambia Mungu ya kwamba nevertheless let your will be done, not my will, but God my Father, your will be done. Amen. Hakuna wakati alisema ya kwamba na hii wokovu ni bure. Hakuna wakati ambapo alisema ya kwamba na hata kukufa huku ni bure. Hakuna wakati alisema ya kwamba ni heri nisike kuja kwa hii dunia. Maana attitude yake ilikuwa nzuri. Na that attitude ndio inafaa tukue nayo watu wa Mungu. Christianity is being like Christ. Na kwa hivyo ile mawazo ilikuwa na Yesu Kristo ndio inafaa ingie ndani yetu na ianze kufanya kazi ndani yetu. Na watu wengine wakitazama wanaona mawazo yetu ni mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, ukisoma katika Romans chapter 12 and verses 2, inasema ya kwamba na tuwe renewed kwa mawazo yetu, lakini tusikuwe transformed kwa mawazo ya dunia. Kwa hivyo wakati ambapo damu ilimwagika kutoka kwa kichwa, ni mawazo yetu ilikuwa inaoshwa, ilikuwa inabadilishwa. It was being transferred to be like the mind of Christ. Tusibadilishwe tufanane na dunia, lakini mawazo yetu ichukue mfano wa Yesu Kristo. Tuanze kufikiria vizuri. In other words, ni mawazo yetu na hapo kwa crown number 2, baada ya kutoka kwa laana ya pale kwa shaba ya bones na disto, it is our mind. Amen. Jesus Christ was working on our mind. Na ile kitu ambacho alikuwa anafanya ni kutufanya tuwe watu ambao wako na mafikiria mazuri. Na hata Biblia inatuambia kwamba tusiwe watu ambao wanafikiria na mambo mabaya, ama mawazo yetu yasikuwe machafu. Praise the name of the living God. Na isipokuwa ni hii dhabihu ambayo ilitolewa, nataka nikuambia kwamba tungekuwa tu tunafikiria kama vile ambavyo watu walifikiria katika shamba la Eden siku ya leo. Tungekuwa tu tukifikiria disobedience. Tungekuwa tukifikiria kuwa against God. Tungekuwa tukifikiria mambo maovu, mambo machafu. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa nataka nikuambia kwamba kama bado umeokoka na unafikiria kama mambo mabaya, unafikiria kama unaweza iba kitu ya mtu, unafikiria kama unaweza piga mtu geta usiku kwa sababu biashara haijafanya vizuri, umalize yeye uchukue kitu kutoka kwa mfuko na wallet, damu ya Yesu bado haijakugusa. Kama unafikiria tumaogo unapaka vizuri, inatoka pande hii inakuja mpaka hapa katikati, hiyo tumaogo ambao unafikiriaga
kuna mahali ambapo damu ya Yesu haijafanya kazi juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unafikiriaga mambo ambayo ni kinyume na Mungu, mimi nataka nikuambie siku ya leo, ujue ya kwamba damu ya Yesu Kristo haifanyi kazi katika mawazo yako. Na kwa sasa inafaa uanze kufanya uamuzi. Na uambie damu ya Yesu, sasa kuanzia leo na kuendelea, anza kufanya kazi katika mawazo yako. Nataka kuwa transform, nikuwe na attitude, na mtazamo, na mwelekeo, na mawazo kama yenye ulikuwa nayo. Na hapo ndio tutaanza kubadilika watu wa Mungu. Tukielewa ile sacrifice ambayo ilifanyika, na tujue ilifanyika kwa sababu gani. Nataka nikuambie hivi, itakuwa ya kutusaidia, na hiyo ndio itakuwa ya faida. Sasa nilikuwa nimetangulia kukuambia hivi, kwa kichwa ndio kuna akili, na Mungu is interested na maisha yako. Shetani ako interested na maisha yako. Na kwa hivyo isipokuwa ni gharama hii ililipiwa mawazo yetu, Shetani angekuwa na nafasi kubwa. Lakini sasa wakati ambapo umefikiria hivyo, waambia kwamba mawazo hii, akili yangu umelipiwa gharama. It has reason. Kwa sababu hiyo ndio ukweli. Bwana Yesu asifiwe. The playground ya maisha yetu na mitazamo yetu na attitude yetu na matendo yetu iko katika akili. Na akili iko hapa. Akili iko hapa. Haiko kwa makinya, iko hapa. Amen. Na kwa hivyo watu wa Mungu, ninapozungumza hivyo, ni vizuri unachunguza mawazo yako vizuri. Na unauliza, hiyo mawazo ambayo nimefikiria, kweli ndio imelipiwa gharama ama sio hiyo? Ni ya Mungu ama si ya Mungu? Na hivyo nimefikiria kweli, matokeo yake inaweza patia Mungu utukufu ama si utukufu? Hiyo story nilikuwa nataka kupeana isiyo ya ukweli. Na kweli hiyo inaweza kuwa imelipiwa gharama kweli. Kwa hivyo kuanzia sasa, unatazama unaona, ile mambo ambayo utasema, ile mambo ambayo utayaongea, iwe ni ile imelingana na ile sacrifice ambayo imefanywa katika jina la Yesu. Praise the name of the living God. Na pia Biblia inatuambia hivi, na ni vizuri tusome hii. 1 Corinthians 2 and verse 16. Praise the Lord. Biblia inasema, ni nani amejua mawazo ya Mungu? Ni nani amejua? Who has known the mind of God? Afu baada ya kuuliza hiyo swali anasema, but we have the mind of God. We have the mind of Christ. Hiyo ni kusema gani? Tulitoa wapi hiyo mind ya Christ? Umeshawahi kuuliza hiyo swali? Mawazo ya Mungu ulitoa wapi? Maana hapa Paulo anasema kwamba tuko na hiyo mawazo. Kama sio hiyo sacrifice ambayo ilipo kupitia kumwagika kwa damu. Maana niliwaambia, pasipo na damu hakuna kukombolewa, na pasipo na damu hakuna wokovu. Na kwa hivyo hapo ujue ya kwamba mawazo yako imelipiwa gharama. Kwa hivyo mawazo ya mtu ambaye ameokoka na mawazo ya mtu ambaye hajaokoka sio same, hailingani. Vile ambavyo mtu ameokoka anafikiria ni inafaa ikuwe mbali sana na yule mtu ambaye ameokoka. Maana the mind of God iko ndani yako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, ama ile jambo la pili ambalo nataka tulizungumza siku ya leo ni kuhusu mdomo. Lakini kabla tuongee kuhusu mambo ya mdomo, ni vizuri tuangalie wakati damu ilikuwa inateremka hivi, ilipitia kwa macho na ikapitia kwa masikio. Na by the way, kama umesoma Bible, mapua katika Bible haijatajwa sana kuliko masikio na kuliko macho. Bwana Yesu asifiwe. Maana masikio na macho zinaenda pamoja. Hata wale watu ambao waga wanapoteka masikio, ile dawa anapewa masikio inakuwa karibu inafanana na macho. Kwa hivyo ni vitu mbili ambazo vinapelekana. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo wakati ambapo damu ya Yesu iliingia kwenye macho, pia iliingia kwenye masikio. Na hiyo ni kusema ya kwamba ile damu wakati ilitoka ikaingia kwa macho yetu, ni kusema ya kwamba sasa we should not covet. Tusitamani vitu za watu.
ama tuangalie watu wengine vibaya. Unajua kuna watu wanakuwa ni kama wako na kipawa ya kuangalia watu vibaya. Lazima kuangalia hata kama hamjuani. Unapitia tu mahali unaangalia mtu. Maybe anauza cutex. Lakini unaangalia ile mwangalio amekuangalia. Haki unaona kabisa hapo kuna shida. Mpaka unashindwa kwani ni makosa gani nimefanya? Unaangalia vile umefanya kutoka kwa kiatu mpaka kwa kichwa. Unaona niko sawa. Lakini lazima akuangalie vibaya. Na akikuangalia vibaya anaweza fuka jicho moja ama afuke hii nyingine. Ndio kabisa akuonyesha kwamba amekuona. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba watu waovu huongea kwa nini? Kwa macho. Amen. Na kwa hivyo kama unaongea kwa macho, wewe ndio watu wanafuka jicho hili ama wanafukua hii nyingine wanaangalia watu hivyo ama wana communicate kwa macho. Kuna watu ambao wanajua sana kupeana message kupitia macho. Wanafuka hivi unajua ya kwamba kuna kitu wamesema. Wanafanya hivi unajua kuna message nyingine wamepeana. Biblia inaita hawa watu ni watu waovu. Na watu waovu hawaendi mbinguni. Na ndio maana Job akafanya covenant na macho yake. Akasema ya kwamba isitazame msichana mdogo. Macho itafanya watu wengi wakose kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikiongea hivyo nataka nikwambie kwamba hata katika Yesu akiongea katika Matthew alisema ya kwamba yule ambaye atatazama ni macho hii wanga inatazama, hakuna nyingine. Mdomo haiwezi tazama. Na tukiona mdomo ambao iko na meno tutapotea. Iko na macho tutapotea zote. Maana yake hiyo itakuwa kitu very abnormal. Na macho iko hapa mbele. Na kabla atasema kwamba yule atatazama mwanamke na mtamani, tayari ameshasini na yeye, amefanya dhambi na yeye. Sasa mimi nataka niulize tukifika hapo. Macho yako inaonaga namna gani? Inaonaga kitu gani? Praise the name of the Lord. Inaweza fika mahali ambapo tujue macho yetu imetolewa dhabihu na sisi tufanye covenant na hii macho yetu. Mawazo yetu na macho yetu tufanye covenant. Tuambie kwamba sasa hautakuwa ukipinduka ukiangalia watu vile wanatembea. Amen. Praise the Lord. Na pia masikio hii damu itiririka. Hata ukiweka tu imagination inakuonyesha kabisa hii damu iliingia kwa masikio. Na hiyo ni kusema ya kwamba watu wa Mungu kuna mambo ambayo haifai tuyasikilize. Amen. Mahali ambapo kunaongelewa mambo ambayo ni ya ubatili, mambo ambayo haina faida, mambo ambayo hakuna kitu inaweza leta kwako, masikio yako ujue ya kwamba imetolewa dhabihu. Na kwa hivyo usikuje siku moja uketi usikilize hivi, na wakati umesikiliza ujue ya kwamba kuna makosa umefanya. Maana ile damu ilikuja kwa masikio umeifanya ikuwe bure. Bwana Yesu asifiwe. Hayo kuna watu wanasikiliza sana mpaka unaweza kuwakuta kwa maukuta ya watu. Wanataka kujua ni nini mzee anaambia wao. Wanataka kujua ni kitu gani ambao kinafanyika. Wanakula nini mpaka wanataka kusikiliza vile mdomo inatembea. Wasikie kama watajua ni nini inakuliwa kwa hili mahali hapo. Sasa mimi nataka nikwambie, hii masikio yako sio hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Masikio yetu inafaa ikopolewe kabisa. Macho yetu ikopolewe. Tuanze kusikia sauti ya Mungu, tuanze kutii Mungu na tusikie mambo ya kiungu na tutazame mambo ya kiungu na tuone vile ambavyo Mungu anaona. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe sana. Jambo hilo lingine kwa sababu yote iko kwa kichwa ni mdomo. Na mdomo damu actually hata mtu akiwa amelala ama ukiwa umeinama damu haiwezi ingia kwa mdomo. Maana yake dhabihu ya mdomo ilikuwa kali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa wakati ambapo tunaangalia pale mwanzo kuna mambo ambayo tunaweza kufundisha. Amen. Maana yake hii mdomo tu ndio iliongea na shetani. Akamwambia ati hatutakufa. Sasa hii mdomo kama ile ya Isaya vile ilitakaswa kwa makaa, lazima vinywa vyetu viketakaswa. Ndio zinaanza kuongea mambo ambayo yako na uhai. Amen. Na sasa wakati ambapo tunaangalia hiyo mambo ya mdomo, Biblia inatuambia hivi. Katika tu hiyo Mathayo 7 katika hiyo tu 27 of Matthew na mstari wake wa 34. Biblia inasema hivi. They gave him sour wine, mingled with gall to drink. But when he had tasted it, he would not drink. Sikia hiyo mambo. Isaya ndio aweze kufanya kazi ya Mungu. Wakati alitokelezea mbele za Bwana, akakutana na utukufu wa Mungu.
akajitokeza katika throne ya Bwana. Aliingizwa kala moto katika ulimi wake. Bwana sifiwe. Maana yake alikuwa wa midomo michafu. Kwa hivyo hata mdomo inaokoka. Kama akili inaokolewa na damu, masikio inaokolewa na damu, macho inaokolewa na damu, mdomo ilitakaswa. Na ilitakaswa na kitu kali. Haikikuwa kitu rahisi. Vinegar si kitu ambacho ni sweet. It is very sour. Vinegar ni kitu ambacho ni chungu, na nilikuwa nailinganisha na hiyo kala moto. Maana yake kala moto ni kitu ambacho kina ukali. Vinegar iko na ukali yake. Na kwa hivyo ukichukua hiyo maandiko na ushukue hii ya kuwekwa mdomo wake, hii vinegar, nataka nikwambie ya kwamba ni vitu mbili ambapo zinafanana kabisa. Na ni kwa nini sasa aliwekwa vinegar katika mdomo yetu? Bwana Yesu asifiwe. Ndio ile mambo makali, ile mambo mashugu isiwe inatoka ndani yetu. Amen. Maana from the abundance of the heart the mouth speaketh. And now wakati ambapo tumetulia na mdomo yetu haizungumzi, hakuna mtu anaweza jua ni kitu gani. But when we speak, that's when you can see bitterness in a man. Praise the Lord. Na sasa hii ndio ilikuwa inatolewa dhabihu mahali hapa. Ikawekwa, na Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo iliwekwa katika mdomo yake, hakuikunywa. Alifanya nini? Alitema. Hakukunywa, hakuimeza. Hiyo ni kusema ya kwamba kitu chochote, maneno yote ambayo ni makali, ni ya kukata, ni ya kuharibu, ni ya kuua, ni ya kuangusha watu, si ya kuweka imani, isitoke ndani yako. Midomo yetu wapendwa, saa hii tukikwambia ukunywe vinegar hautakubali. Utakata. Na watu wengine watalia machozi kama watoto. Kwa sababu hiyo kitu si kizuri. Ni kali kabisa. Amen. Na kwa hivyo wakati ambapo tunazungumza, ni vizuri ujue ya kwamba am I speaking a word of grace? Amen. Am I speaking a word that can exalt? Am I speaking a word that can encourage? Maana mdomo yetu umelipiwa gharama. In other words, sasa kwa kichwa chote tumenunuliwa. Akili imenunuliwa, masikio imenunuliwa. Nini ingine? Mdomo imenunuliwa, macho imenunuliwa. Na hata mapua kama iko kwa kichwa haijabaki nyuma. Maana mapua kazi yake si nyingi. Amen. Na kwa hivyo watu wa Mungu tujue ya kwamba hapa hii ndio controller ya maisha yetu. Kichwa ndio controller ya maisha yetu. Na kwa hivyo tukiweza tu kucontrol ile mambo iko hapa kwa kichwa, hakika tumeokoka. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Ni ukweli au si ukweli? Sasa nikifikisha hapo ninaona kama masaa yangu imekwisha. Lakini ningependa niweze kuzungumzia mambo mengine ambayo yanahusiana na ile ibada ambayo ilifanywa kwa msalaba. Na kwa sababu masaa yetu imekwisha, ninaomba ya kwamba tutaingia part 2 ya ujumbe huu. Na nimalizie kukuambia ya kwamba wakati ambapo the crown of thorn iliwekwa kwa kichwa, Biblia inatuambia ya kwamba the Roman soldiers, they mocked Jesus. Wanawaambia ya kwamba you are the king of the Jews. Na ni kweli alikuwa the king of the Jews. And even today he is the king of kings. He is the Lord of lords. But he died. Kifo cha aibu. He was mocked on the cross. Na Biblia inatuambia hapo chini ya kwamba wakati ambapo walikuwa wanamfanyia mocking, they knelt down. Walipiga magoti. Na hapo neno lingine likakuja likatimia ya kwamba kila goti litapigwa. Even the Roman soldiers wenye walikuwa wanaua Yesu, they knelt before his presence. Na wakamwambia kwamba wewe ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba Bwana aweze kuwabariki. Na Bwana aweze kuwa pamoja naye. Tukiweza kupata nafasi next week, tutaendelea kuongea hiyo mambo yote. Na Mungu wetu ataweza kutubariki. Na Mungu wetu ataweza kuwa pamoja nasi. Ninaomba ya kwamba sasa niweze kukuombea. Na kama umekuwa ukistruggle na mawazo, maana kila kitu, matendo yote inakuwa controlled kutoka kwa kichwa. Bwana asifiwe.
Kama umekuwa ukitazama mambo mabaya, pornography, mapisha ambayo inakuja usiku, badala ya kuleta ndoto mzuri inaleta nightmare. Mimi nataka nikuombee siku ya leo katika jina la Yesu. Kama umekuwa ukitazama vitu na unaanza kutamani mpaka vitu ambazo sio zako, nataka nikuombee jioni ya leo. Praise the Lord. Inamisha uso wako. Ambia Bwana kwamba nisamehe. Ambia Bwana kwamba nisamehe siku ya leo. Just speak to the Lord. Ambia Bwana nisamehe. Mungu mahali ulipo ako hapo pamoja na wewe, na ataweza kukusamehea. Mungu wetu ataweza kukukomboa. Hii si kama nyakati za kale, si kama wakati wa kitabu ambao kila mtu angeenda kwa priest ya obele. Naomba ujiombee mahali ulipo. Kama unasikia kwamba macho yako haikuguzwa na hiyo damu, kama unasikia mawazo yako, masikio yako haikuguzwa na hiyo damu, sasa ninataka nikupatie nafasi hii uweze kujiombea na uambie Mungu ya kwamba nimejua siku ya leo katika jina la Yesu ya kwamba macho yangu inafaa iguzwe na damu ya Yesu. Kuna covenant ambayo ilifanywa, kuna sacrifice ambayo ilifanywa. Sasa Bwana, macho yangu ninaipeana mikononi mwako, masikio yangu naipeana mikononi mwako, na hata mawazo yako na kinywa chako Bwana, katika jina la Yesu nisamehe. Baba, ni asante, ninakupa sifa. Na kama uko hapo na unasikia kwamba ungeweza kuokoka siku ya leo, naweza kukuongoza katika ombi la wokovu ukiwa tu hapo ulipo, na Bwana wetu ataweza kukuokoa. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo nimeachana na dhambi, nimeachana na shetani na uovu wote, na naomba unisamehe na unioshe kwa damu yako takatifu. Kuanzia siku ya leo mimi ni kiumbe kipya. Naomba Roho wako Mtakatifu aingie ndani yangu, aniongoze na anisaidie na anishikilie katika wokovu huu. Kuanzia siku ya leo mimi ni wa ufalme wako, Mungu wa mbinguni, na ninaomba unipokee katika jina la Yesu. Nimeokoka. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya huyu mmoja ambaye Bwana umemuokoa kwa damu yako jioni ya leo. Ninamuombea neema na kusimama Mungu. Ninamuombea ushindi katika wokovu huu, na wakati ambapo tarumbeta itapigwa Bwana aonekane mbinguni katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya wapendwa hawa Bwana ambao wamenisikiliza. Ninawaombea Bwana wa mbinguni baraka zako wakati huu Bwana wa mbinguni. Ninawaombea ulinzi wako na wazingira kwa ukuta wako Bwana Mungu wa mbinguni. Uwalinde mahali popote ambapo watatembea. Ninaomba Mungu wa rehema ya kwamba hawataondolewa kwa hii dunia, hawatapigwa na shetani. Katika mambo yote Bwana watafaulu katika jina la Yesu. Ninawabarikisha kwako tunapokutana Bwana siku ya Jumapili. Mungu wa mbinguni, tengeneza muujiza na utengeneze ushuhuda ndani ya maisha ya mtu katika jina la Yesu. Tumeomba na tumeamini. Amen. Naomba ya kwamba Bwana awabariki na watakia wonderful, awesome, great, blessed Easter holidays in Jesus' name. Shalom. God bless.